Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, aliyekuwa mke wa Haji Manara huyu hapa anafahamika kwa jina la Rushaina. Ni kwamba Rushaina bwana, inaonesha kama vile kwa namna moja au nyingine yuko na furaha, yuko na raha, amefurahi kuhusiana na kitu ambacho kimetokea huko mtandaoni kumuhusu aliyekuwa mumewe Haji Manara. Rushaina kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka posti za aina mbili. Na posti zote hizo zinahusiana na kile ambacho kilichotokea kati ya mume wake wa zamani ambaye ni Haji Manara na aliyekuwa mke wa Haji Manara wa hivi karibuni ambao wameachana siku ya jana usiku, na mzungumzia Zailisa. Ni kwamba baada ya hizo habari za Manara na Zailisa kutibuana, ni kwamba Rushaina alianza kwanza kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, akaandika kwamba tumefurahi sana. Ameandika hivyo tu, alafu akaweka emoji nyingi sana za kucheka, takriban emoji 9 za kucheka. Umeona bwana, katika Insta story yake Rushaina aliandika hivyo usiku wa manane mara tu baada ya kufahamika tu kwamba Manara na Zailisa wameachana usiku huo. Umeona bwana Lakini pia haikuishia hapo, ameweka tena posti nyingine muda si mrefu leo hii asubuhi na mapema kabisa, ambapo pia na yenyewe nao pia inamhusu Dula Makabila. Sasa hapa alivyoandika kwamba tumefurahi sana, watu wakajua kabisa kwamba hapa hii tumefurahi sana, Rushaina ana ukaribu na Dula Makabila, yani wana urafiki. Hivyo basi moja kwa moja hapa alivyoandika kwamba tumefurahi sana, it means kwamba yeye na Dula wamefurahi sana kuona kwamba maex wao wameachana. Umeona bwana, hicho ndio kitu ambacho watu walivyotafsiri kwa haraka haraka, na kuna page nyingi tu hapa zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page wamekuja wameandika kwamba Rushaina anasema kwamba wamefurahi sana, kwani Rushaina na Dula Makabila ni wapenzi jamani. Kuna mtu ameuliza hivyo, kwa nini aseme kwamba tumefurahi sana? Umeona Haya, kuna peji nyingine hapa pia wamekuja wameandika kwamba Rushaina aonyesha kufurahishwa na kile ambacho kimetokea katika mahusiano ya Zailisa na mume wake wa zamani Haji Manara. Haya, peji nyingine wamesema kwamba bwana, nimefurahi sana mlivyoachana, maana mlikuwa mnatukera. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba alichoandika Zailisa alikuwa anamaanisha hivyo. Kuna mtu anasema bwana, ile siku iliyosubiriwa sana na wambea leo imefika, kuona Haji Manara na mkewe Zai wameachana. Peji nyingine wamekuja wameandika kwamba bwana, kutoka katika ukurasa wa Instagram wa Rushaina ameandika kwamba amefurahi sana, jambo ambalo Rushaina ameliandika kuhusiana na kinachoendelea na ex wake Haji Manara na mkewe Zailisa. Haya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo watu wengi sana wametafsiri hivyo kwamba ujumbe wa Rushaina katika Insta story yake kuandika kwamba tumefurahi sana unahusiana moja kwa moja na kitendo cha Zailisa na Manara kutengana. Sasa baada ya hayo yote kutokea, wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na ujumbe huo wa Rushaina katika ukurasa wake wa Instagram baada ya tukio la Haji Manara na Zailisa kuingia katika ugomvi. Hapa kuna mtu anaitwa Miss Renia anasema kwamba bwana, hata mimi pia nimefurahi. Kwa kwamba bwana, if you believe kwamba Rushaina alikuwa anaumia, hebu like hapa. Kwa sababu kwamba bwana, bora hata Rushaina alimalizanaga na Manara kimya kimya. Kwa mtu anasema kwamba bwana, Manara gusaachia twende kwao. Kwa mtu anasema kwamba bwana, wa mwisho kulala naomba azime taa tafadhali. Kwa sababu bwana, sasa hii event ya juzi Zai alivaa kitenge cha Dina, mbona walipiga picha kwa mahaba fresh tu, au ni kiki? Ila shetani ana roho mbaya kweli kweli. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema bwana, Nandy angejua haya asingetumia muda wake kuwaimbia ule wimbo, yani inasikitisha sana. Kwa mtu kuna mtu amesema kwamba bwana, in the land of gods and monsters I was an angel. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema bwana, adui yako muombe njaa. Kwa mtu anasema bwana, je, una saluni? Basi na kuomba. Okay, wewe umekuja kutangaza biashara. Kwa mtu mwingine amesema bwana, wachawi tupo wengi kweli tuliofurahia hii ndoa kuisha, ila hatujafurahi kwa ubaya vile. Wadada wengi tumepata funzo. Ukiona mwanaume ana ndoa 4 au 3 ujue kabisa kwamba kuna shida. Kama ukitaka kuingia kwa mtu kama huyo, unaingia bila mbwembwe. Sasa Zailisa, mbwembwe zilizidi, kiko wapi? Kweli tumefurahi. Kuna bidada hapa amekuja kuandika hivi na inaonyesha kabisa kwamba ameandika hivi kutoka moyoni kabisa. Haya, kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana, nawakaribisha. Okay, wamekuja kutangaza kashata. Kwa mtu mwingine anasema bwana, Maimartha alimuuliza Haji, ni kitu gani kinaendelea kwenye ndoa yako? Mkamuona mjinga, sasa jioneni wenyewe. Mtu mwingine anasema bwana, unaposti marafiki zako tu.
angefungwa mnyama ungeposti? Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana, ila huyu dada bado anampenda sana Bugatti, maana anapenda sana kumzingatia kila kitu anachokifanya. Kwa mtu amesema bwana, pande zipi jamani usiku huu wa talaka tunasubiria? Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, ulishindwa wewe sembuse yeye. Kuna mtu ameandika hivyo. So hizo ni comment ambazo zimejitokeza baada ya bibie Rushaynah aliyekuaga mke wa Haji Manara kuweka ujumbe huo katika Insta story yake pale juu. Lakini pia vile vile ni kwamba huyu Rushaynah leo lisali moja tu hapa lililopita ameweka posti ya picha zake 8, amezambatanisha picha zake 8 pamoja na videos, and then baada ya kuambatanisha hizo picha pamoja na video katika ukurasa wake wa Instagram ni kwamba akaja akaandika hapa ujumbe chini ambao amemtagi Dula Makabila kwamba Dula kuna wimbo mpya ambao ameutunga anataka kuuachia, na wimbo huo inasemekana kwamba ni kijembe kwenda kwa Manara na Zailisa baada ya kuachana hususan. Na hapa huyu bibi Rushaynah amesema kwamba huo wimbo upo kichwani kwake kwa sasa na anatamani Dula auachie, vinginevyo yeye mwenyewe Rushaynah atauvujisha. Umeona bwana, Rushaynah ameposti hizo posti zake 8 alafu kisha kaandika kwamba bwana, wimbo gani upo kichwani mwako muda huu? Mimi wa Dula Makabila ambao ni mpya. Dula, unaachia huo wimbo au niuvujishe? Umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa Rushaynah. Watu hapa wamekuja kuweka comment zao kama kawaida kwa bibie Rushaynah kuhusiana na hiki kitu ambacho kimehappen. Kwa mfano hapa bwana, kuna mdau hapa amekuja hapa ameandika kwamba bwana, yani furaha ulionayo hata kibama unakiona baga. Kuna mtu ameandika hivyo. Kipotosha amesema kwamba bwana, mbona umechelewa sana kujiposti lakini kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana, wema wa Mungu umenizunguka. Kwa mtu amesema kwamba bwana, ungepokea simu mkuu. Kwa mtu mwingine hapa amekuja amecomment kuhusiana na hiyo post ya Rushaynah. Kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana, mwenzio kaambiwa alienda na vipedo tu, hata nida hakuwa nayo. Bora wewe uliambiwa kwamba juba la buku, ila yule baba Mungu anamuona, angekatwa viungo na haya, ngoja tuishie hapo. Kwa mtu anasema bwana, dunia ina siri, nina furaha jamani. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu amesema kwamba bwana, unafiki ni nini? Unafiki bwana ni huyu binti Rushaynah. Mambo hayo. Kwa mtu anasema bwana, hapo kwenye sio kila anayekula raha moyoni mwake ana furaha. Huo ujumbe umenigusa. Kwa sababu bwana, adui wa mwanamke kiukweli nimeamini ni mwanamke mwenzie. Kuna mtu mwingine amekuja kucomment hivyo. So ukiwa kama mdau, wewe pia una maoni gani? Utuwekee maoni yako bwana katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.